Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa ulinzi wako, umekuwa pamoja nasi usiku uliopita, umetulinda katika mengi, umetupigania katika mengi. Asante kwa asubuhi hii ya leo, umetuamsha tu wazima, sisi pamoja na wale wa nyumbani mwetu. Maana Mungu, tunajua kwamba uhai tulionao na uzima tulionao unatoka kwako. Asante kwa sababu umetupendelea, umetupa uzima kwa asubuhi hii. Tubariki Mungu, ubariki hata semina hii iliyo mbele yetu. Wabariki wote watakaosimama Mungu kwa ajili ya mafunzo, na wabariki pia wote watakaopokea na kusikiliza semina hii. Baba, katika jina la Yesu, uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tukiomba na kushukuru. Amen. Basi naomba nisome neno la ufunguzi kutoka Kiongozi Kalenda. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 24 mwezi huu wa 6 mwaka 2025, kuna maneno mawili kutoka Kiongozi Kalenda. Somo la kwanza ni kutoka Mithali 3 mstari wa 5 hadi wa 6, na somo la pili ni kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu sura 21 mstari wa 18. Lile la kutoka Mithali linasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Somo la pili kutoka Injili ya Yohana linasema, Yesu akamwambia Petro akasema, amin, amin nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako, na mwingine atakufunga na kukuchukua usipotaka. Katika somo la kwanza tunaona hapa neno linatukumbusha kumtumainia Bwana wetu. Neno linasema kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, na kumkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Tunajua wote ya kwamba tumeumbwa na Mungu, tumewekwa hapa duniani kwa makusudi maalum ya Mungu, na tupo hai mpaka siku hii ya leo, na asubuhi ya leo ni Mungu mwenyewe ambaye ameamua kutupa uzima huu. Wako ndugu zetu wengi waliotamani kuiona siku ya leo, hawajaiona, na wengine ni ndugu zetu na marafiki zetu na majirani zetu, lakini hatunao. Walitamani nao pia kuyaona haya na kuyasikia haya tunayoyaona na kuyasikia, lakini leo hatunao. Kumbe kama sisi tupo hai mpaka siku hii ya leo, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sasa neno hili la kwanza linatukumbusha kumtumainia Mungu kabisa kabisa, kwa mioyo yetu yote na akili zetu zote. Mawazo yetu yafikiri habari za Mungu, akili zetu tufikiri na kumtumainia Mungu, kwa maana ya kwamba mipango yetu yote tumtumainie Mungu, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba uhai wetu na uzima wetu uko mikononi mwa Mungu, na yeye ndiye mwamuzi wa maisha yetu. Leo ameamua kuwa mimi na wewe tuwe hai. Hatujajadiliana na Mungu kitu chochote, ni yeye ameamua kuwa tuwe hai. Na kama Mungu ndiye ameamua kuwa tuwe hai kwa siku hii ya leo, kwa maana hiyo basi neno linatukumbusha kwamba tumtumainie Mungu, tumtegemee yeye. Tukisha kumtumainia na kumtegemea yeye, basi na yeye Mungu atanyosha, atatuwezesha, atatubariki katika maisha yetu yote. Tutaendelea kuona baraka katika maisha yetu yote. Lakini katika somo hili la pili tunaona Yesu anazungumza na Petro. Anamwambia Petro, amini nakuambia, ulipokuwa kijana ulikuwa unaweza kwenda huku na huko, ukaenda unakokutaka, ukapanga mipango unayoitaka. Lakini siku utakapokuwa mzee, hutakwenda unakokutaka,
hutapanga unachokitaka, bali kuna wengine watakupangia. Kuna wengine watakupeleka usikokutaka wewe. Sasa mimi niongeze neno hili kwamba ukishakuwa mzee sana ukakosa maamuzi, wewe hutaamua unachotaka. Wewe hutakwenda unakotaka, bali watu wengine watakupeleka wanakotaka. Watakuamulia unachotaka. Kwa maana yake ni kwamba kumbe unapokuwa kijana, mtu mwenye nguvu, unaweza kufanya mambo mengi kwa ajili ya maendeleo yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya familia yako, na kwa ajili ya kanisa, hata kwa ajili ya jamii pia. Lakini utakapokuwa mzee sana, huna nguvu, huwezi kufanya chochote cha maendeleo, huwezi kwenda kokote, huwezi kuamua lolote, bali wengine sasa watakuamulia. Sasa ni jambo la kumuomba sana Mungu kwamba basi kipindi hicho utakapokuwa umejaliwa kuwa mzee sana, huna maamuzi wewe, huna uwezo wa kwenda mahali utakako wewe, basi Mungu akujalie ili akuandalie wale watu watakao fikiri kwa ajili yako wewe utakapokuwa mzee. Mungu akuandalie watu watakao kupeleka kule ambako hata wewe utapenda kwenda. Hasa bahati mbaya sana ukishakuwa mzee, huwezi kwenda mahali kokote, huwezi kufanya chochote. Wale kama ambao wanakusaidia wanaweza kukupeleka wanakotaka wewe. Wakati mwingine wanasema huyu anatusumbua sana huyu, achana naye huyu. Nakumbuka kulikuwa na mzee mmoja kule nyumbani, alikuwa ni mzee sana kiasi kwamba alikuwa hawezi kutembea, hawezi kwenda mahali kokote. Ilikuwa wakati mwingine wanamtoa ndani, ile jua likisha komaa wanamweka hapo nje. Wakimweka hapo nje wanaenda kwenye shughuli zao. Atapigwa na jua hapo, hakuna wa kumtoa. Atalalamika, wote wapo pale nyumbani. Mvua ikija itamnyeshea hapo. Kwa wakija ndo anakuja kumtoa. Ameloana. Ndio maana hiyo. Sasa maana yake ni nini? Nataka kusema hivi kwamba Mungu atuandalie, akitupa maisha mpaka wazee, mpaka kuwa mzee ambaye hujiwezi, basi Mungu akuandalie watu wenye huruma na neema watakao kusaidia. Kwa siku ya leo tuna haya mafunzo. Haya mafunzo yanataka kutukumbusha na kutuandaa ni namna gani tuishi katika maisha haya. Tunakumbana na vitu vingi, tunakumbana na mambo mengi, tunakumbana na changamoto nyingi, tunakumbana na magonjwa mengi, tunakumbana na hali ngumu za maisha. Lakini kumbe lengo la mafunzo haya ni namna kutuandaa ili ya kwamba siku tukikumbana na hali yoyote ambayo hatukuitarajia, ni namna gani tuishi. Ni namna gani tuendelee kumtegemea na kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi ya kwamba tukikutana na changamoto yoyote, tukikutana na hali yoyote ngumu, tujikatie tamaa. Hapana. Maisha yapo hata baada ya changamoto, maisha yapo ili mradi Mungu amekupa uzima. Nataka kusema kwamba Mungu atubariki sana kwa ajili ya siku hii ya leo, siku maalum kwa ajili ya mafunzo yetu. Lengo la mafunzo haya ni kutuandaa, ni kutukumbusha, ni kutufanya tuwe makini. Hata kama tukikumbana na changamoto yoyote, tujue namna ya kuishi. Na hata kama wewe mwenyewe binafsi hutakumbana na hiyo changamoto, lakini kuna jirani yako, kuna ndugu zako, kuna marafiki zako wamekumbana na changamoto hiyo, ujue ni namna gani ya kuwasaidia. Inawezekana wao wasiweze kuamua, wewe utawaamulia. Kumbe semina hii na mafunzo haya yanataka kutuandaa, yanataka kutuelekeza, yanataka kutufundisha ni namna gani tunaweza kuishi hata tukikumbana na changamoto mbalimbali katika maisha haya tunayoishi, ambayo Mungu ametupa tuishi katika dunia hii. Nachotaka kuwasihi, hebu naomba tukawe wasikiaji wazuri. Baada ya kuyasikia, tukawe watendaji wazuri. Tukakumbuke kuyatendea kazi haya ambayo kwa siku hii ya leo tunaenda kukumbushwa au kuambiwa. Basi kwa siku hii ya leo naifungua semina hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.